Nchi wanachama za Umoja wa Ulaya sasa hivi ni kama vile zimechoshwa na namna rais wa Marekani Bwana Donald Trump alivyowekewa ushuru mkubwa wa 200%, huku Faransa ikisema kwamba kuna haja ya kujibu vita vya kijinga vya rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Waziri wa fedha Ufaransa amevitaja vitisho vya rais wa Marekani Bwana Trump vya kutoza ushuru wa 200% kwa uagizaji wa bidhaa za Umoja wa Ulaya kuwa ni vya kijinga. Eric Lombard amesema vitisho vilivyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump vya kutoza ushuru wa 200% kwa bidhaa za mvinyo kutoka Umoja wa Ulaya ni vya kipumbavu. Majibu haya ya waziri wa fedha wa Ufaransa yametolewa baada ya kupamba moto mvutano wa vita vya kibiashara kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Lombard amesisitiza kuwa Umoja wa Ulaya hauna chaguo jingine la kujibu vitisho hivyo na kuongeza, hivi ni vita vya kijinga, lakini ikiwa tutazungumza lazima tuwe katika mazingira sawa. Kwa hivyo sisi pia tutaongeza ushuru kwa bidhaa za Marekani. Vita vya kibiashara kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya vinachukua sura mpya kila wiki. Alhamisi iliyopita Donald Trump alikosoa vikali Umoja wa Ulaya akisema umoja huo ni miongoni mwa mashirika yenye uadui na ya kinyonyaji ya ushuru duniani ambayo yaliundwa kwa ajili ya kuinyonya Marekani. Matamshi hayo ya Trump yametolewa baada ya Umoja wa Ulaya kuzidisha ushuru wa forodha kwa dola bilioni 28 kwa bidhaa za Marekani ambazo ni pamoja na chuma, aluminium, nguo, vifaa vya nyumbani na bidhaa za kilimo kama vile kuku, nyama ya ng'ombe, dagaa, karanga, sukari pamoja na mboga. Mvutano wa kibiashara kati ya EU na Marekani uliongezeka wiki hii wakati Brussels ilivyotangaza fedha hizo karibia dola bilioni 28 za ushuru katika bidhaa za Marekani kukabiliana na ushuru wa 25% utawala wa Trump juu ya bidhaa muhimu. Hata hivyo, ubadilishanaji wa ushuru dhahiri unaonekana wakati huu unazidisha mzozo na unazidi kuongeza mzozo huu, na kwamba hakuna upande wowote kimsingi ambao utaweza kushinda katika vita hivi. Ni mchezo wa kupoteza. Hata hivyo, katika makala hiyo shirika la habari la DW limeeleza kuwa wale ambao wangepoteza zaidi ni watumiaji na watu wa kawaida, kwa sababu bei zinaongezeka na kuathiri mfumuko wa bei, ajira na ukuaji. Hata hivyo, zama kubwa za dhahabu ambayo ushuru utaleta kwa Marekani kama udanganyifu ambao wachumi wachache ulimwenguni wanashiriki, kuna wachache karibu na Rais Trump labda, lakini 95% ya wachumi wote duniani wana maoni kwamba ushuru kimsingi sio jambo zuri. Umoja wa Ulaya umeweka wazi kuwa kimsingi unapinga ushuru, huku rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen akisema ushuru wa juu unatatiza minyororo ya ugavi na unaleta kutokuwa na uhakika kwa uchumi. Ajira ziko hatarini, bei zinazidi kupanda, aliwaambia waandishi wa habari mjini Brussels wakati akitangaza majibu ya Umoja wa Ulaya siku ya Alhamisi. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote.